Ndugu zangu, karibuni katika tafakari fupi ya sherehe hii ya Utatu Mtakatifu. Katika sherehe hii ya Utatu Mtakatifu, Mama Kanisa anatualika kutafakari fumbo la imani ya Kikristo, yaani Mungu mmoja katika nafsi tatu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kanisa alifundishi kuwa kuna miungu watatu, bali Mungu mmoja anayejidhihirisha katika umoja mkamilifu wa upendo. Fumbo la Utatu Mtakatifu si fundisho la kueleweka kiakili tu, bali ni maisha ya kuishi kila siku. Kila Mkristo alibatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hivyo basi, Utatu Mtakatifu unakuwa mfano wa maisha ya Kikristo. Kama nafsi tatu za kimungu zinavyoishi katika umoja, upendo na kujitoa, nasi pia tunaitwa kuishi katika umoja ndani ya familia zetu, ndani ya jumuiya zetu na ndani ya kanisa kwa ujumla. Dunia ya leo imejaa migawanyiko, ubinafsi, chuki na kutojali wengine. Utatu Mtakatifu unatufundisha kuwa maisha ya kweli hupatikana katika mahusiano ya upendo. Familia yenye kuheshimiana huakisi Utatu Mtakatifu. Kanisa lililoungana katika imani huakisi Utatu Mtakatifu. Jamii inayozungumza, inayojali haki na amani na mshikamano huakisi Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu pia unatukumbusha ya kwamba Mungu yuko karibu nasi kila siku. Baba anatupenda na kutuongoza. Mwana anatuokoa na kutembea pamoja nasi. Roho Mtakatifu anatupa nguvu na kututakasa. Ingawa Utatu Mtakatifu ni fumbo ambalo akili ya mwanadamu haiwezi kulielewa kikamilifu, fumbo hili ni fumbo la upendo ambalo tunaalikwa kuingia ndani yake zaidi. Kadiri tunavyosali, kadiri tunavyosameheana na kupendana, ndivyo tunavyozidi kushiriki maisha ya Utatu Mtakatifu. Sherehe hii itusaidie kufanya ishara ya msalaba tukiwa na imani na heshima zaidi, tukikumbuka kuwa sisi ni watu wa Baba na wa Mwana na wa Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.